Yes bwana, mambo ni vipi bwana? Mambo ni aje? Karibu sana kwa mara nyingine kwenye channel yako pendwa kabisa, channel ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama tunavyojua, takribani game 8 zimesalia msimu kumalizika, msimu 2024-25. Sasa ni kuenda kuanza msimu mpya wa 2025 na 26. Lakini kabla ya yote, kuna dirisha la usajili. Kwenye joto la usajili mwezi wa 7, vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, Young Africans wanaanza kupambana kweli kweli kuhakikisha wanasajili wachezaji ambao ni wazuri, kuhakikisha inaongeza nguvu kubwa katika kikosi chao, ambapo kama tulivyo kwamba Young Africans msimu wa 2024-25 malengo yao hayakutimia, ya malengo yao ya kufika katika michuano, ya kufika mbali katika michuano ya kimataifa. Hivyo Engineer Hersi Said ameweza kuambia wananchi kwamba atahakikisha msimu wa 2025-26 wanafanya vizuri wao kama club, lakini wao kama viongozi wanasajili wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji ambao wana kiwango bora, wachezaji ambao wana kiwango kizuri sana kweli kweli. Na kabla yoyote ni kwamba Engineer Hersi Said bana, wiki takriban siku 6 hivi akuepo nchini Tanzania, alikuwa nje. Hivyo inasemekana kwamba alikuwa ameenda baadhi ya wachezaji kuongea na baadhi ya wachezaji ili waweze kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans kuelekea msimu ujao, yani kwenye dirisha kubwa, yani dirisha la kiangazi, ili wachezaji hao waweze kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Na moja ya taarifa kubwa au moja ya usajili ambao unatajwa ni kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo na Mohamed Bajaba anayekipiga kwenye kikosi cha Kenya Police. Bajaba alianza soka katika academy ya Sheffield mtaa wa Parklands kabla ya kufanyiwa majaribio na klabu ya FC Midtjylland nchini, ambayo inashiriki ligi kuu ya nchini Denmark mwaka 2021. Mwaka huo wa 2022 Bajaba alijiunga na klabu ya Nairobi City Stars ya Kenya kabla ya kujiunga na Kenya Police mwaka Januari mwaka 2025 katika dirisha dogo la usajili. Hivyo vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, Azam FC, Simba Sport Club, lakini pia Young Africans, ndiye vilabu vyote hivyo vinawinda saini yake kuhakikisha vinapata saini yake. Lakini Young Africans ndio klabu ambayo inaonekana kuwa na ushawishi mkubwa wa kunasa saini ya mambo huyo Mohamed Bajaba, ambaye ana umri wa miaka 21. Amekuwa na kiwango bora, amekuwa na kiwango kizuri katika kikosi cha Kenya Police. Hivyo tutegemea mambo huyo kutoka katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu Engineer Hersi Said anapambana kweli kweli kuhakikisha ananasa anatafuta wachezaji ambao wana kiwango bora, anatafuta wachezaji ambao wana kiwango kizuri sana kweli kweli, ili waje kuongeza nguvu katika kikosi chake kuelekea msimu wa 2025 na 26, msimu ambao anatarajia kufanya vizuri. Kama kiongozi ameweza kuzungumza kwamba anatarajia kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa kutokana na msimu wa 2024-25 kutoka kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, ambapo waliweza kuondoshwa katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho ikitenda kutokea Mohamed Bajaba kutoka katika kikosi cha wananchi ama vipi, kwa sababu vilabu mbalimbali, Simba nao wamewekeza nguvu kubwa kweli kweli, bila kuwasahau Azam FC nao wamewekeza nguvu kubwa kweli kweli kuhakikisha wananasa saini yake ya Mohamed Bajaba ambaye anakipiga katika kikosi cha Kenya Police. Huu ni usajili wa kwanza au ni moja ya tetesi ya kwanza ambayo inazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Ili kuendelea kupata update na habari mbalimbali ambazo zinazidi kujiri kwenye mitandao ya kijamii, kusiao ni kwamba usikose bila kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kujiunga nasi kila mara tupanisha hapo video zetu.